Habari za wakati huu mtazamaji wa ATV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalwa, karibu. Baadhi ya wadau wa maendeleo katika mkoa wa Kagera wameahidi kuendelea kubuni mikakati mbalimbali ya kutoa fursa kwa wafanyabiashara wadogo za kupata soko na kuuza bidhaa zao ili waweze kuondokana na umasikini. Malengo yangu makubwa ni kujenga uhusiano na kuinua kipato cha watu wadogo basi na wajasiriamali na vijana kwa ujumla. Matarajio yangu nadhani ni watu kuona wanazidi mara mbili ya hapa na wanafanya biashara yao, basi tunaendelea. Vijana wamepata fursa ya kuweka biashara mbalimbali, kuna maduka, kuna mahoteli, kuna mabaa. Kwa kweli vijana wameitikia sana, ingawaje ni mwanzo ndio tunaanza, lakini tunategemea jinsi tunavyoendelea mbele vijana wengi wanaweza kuwa na mwitikio kutoka sehemu mbalimbali. Sasa hivi wanaowekeza hapa ni vijana wa maeneo haya, lakini tunatoa wito kwamba vijana kutoka sehemu mbalimbali waje wawekeze hapa katika siku za 8-8, kwa sababu hii 8-8 ya kata hii ya Rubafu inakuwa ni endelevu. Kiukweli kwanza tunanufaika na kwanza tunamshukuru mdhamini wa maonyesho kwanza ya 8-8, hapa tuna 8-8, lakini pia tuna ligi ya 8-8 Cup. Kwa kwanza tunamshukuru mdhamini, ni kwamba haya mazingira ameyafanya kwanza yachangamke na ni fursa kwa vijana, kila kijana wa kata hii na wa kata za karibu. Kiukweli kila kijana, labda kwa kijana ambaye hajitambui, kiukweli tunachangamka na tunafanya biashara hivyo. Wataalamu wa sekta ya kilimo katika mikoa ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini wametakiwa kutumia takwimu sahihi wanapopanga mipango ya maendeleo ya sekta hiyo ili maamuzi yanayofanywa yatatue matatizo halisi ya wakulima na kuongeza tija ya uzalishaji. Kwenye sekta hii ya kilimo, takwimu ni nyenzo muhimu sana. Mara nyingi sana tumekuwa tukivutana sana na wataalamu wetu. Ukiomba takwimu ya jambo fulani unaweza kuja kuipata baada ya wiki, baada ya mwezi, au ukiuliza takwimu fulani jambo hilo unaweza likana ni mwezi mzima hujaipata, au ukiletewa hizo takwimu ni takwimu ambazo zinakuwa sio sahihi, ni takwimu zinakuwa ni za kupika. 25 tulikuwa na tani 14.256, 25-26 tani 14,495.6. Kwa hiyo 26-27 tunatarajia kwamba tuende kuzalisha tufike tani 28 au tani 29 kwa maana kwenda mara mbili. Tumeanza kufikia yale makundi ambayo serikali yalipia kwanza, na kwa mkoa wa Mbeya kwa sasa hivi tumeshafikia 70% ya zile kaya ambazo zimekusudiwa. Kwa tunaendelea vizuri na tunapita kwenye halmashauri zote tunasajili hao wanachama, lakini hata hapa pia wale ambao wako kwenye mpango wao kwa sasa tunasajili wale makundi mengine. Na katika juhudi za kukabiliana na wizi wa mifugo na waathiri wafugaji, wa halmashauri ya wilaya Nkasi mkoani Rukwa imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya utambuzi na ufuatiliaji wa mifugo kwa kufunga kifaa maalum kwenye mwili wa mnyama kitachowezesha utambuzi wa haraka endapo mnyama huyo atapotea au kuibiwa. Tumeleta ng'ombe kama mnavyoona, tunao ng'ombe dume hao, lakini ng'ombe hawa dume kama ulivyosema kwamba siku hizi tupo kwenye mambo ya teknolojia. Hawa ng'ombe mnaoona hapa wameweka chipu, na hiyo chipu ambayo wamewekwa inatusaidia kutambua pale ng'ombe ambapo anaweza akapotea, au kutambua ng'ombe akipotea utajua ng'ombe huyu ametoka sehemu gani. Kalambo ranchi fulani ni ng'ombe namba ngapi, inatusaidia kujua huyu ng'ombe ametoka sehemu fulani. Akipatikana Mbeya anajulikana kabisa kwamba huyu ng'ombe ametoka Kalambo. Ng'ombe kuna teknolojia ambayo tunaitumia, wanaita kitaalamu RFID, ambayo ng'ombe anawekwa chip kwenye shingo au sehemu yoyote tu kutokana na utashi tu wa mkulima mwenyewe, ila kwa sisi ng'ombe wetu tumeweka chip kwenye shingo. Hii inatusaidia kumtambua ng'ombe wetu, anakuwa na namba special. Ile namba unaweza kuhifadhi mwenyewe katika mifumo yako kama kompyuta au katika simu, hiyo namba ya chip. Hivyo nichukue nafasi hii kuwaalika wananchi na kwa ujumla wake wananchi wote kufika katika viwanja hivi vya John Mwakangale jijini Mbeya kuja kujionea na kujipatia bidhaa mbalimbali kutoka katika wilaya yetu ya Nkasi. Bila kusahau pia tuna ufugaji wa kuku wa kienyeji kwa wingi ambao pia ni bidhaa zinazopatikana katika mabanda yetu.
Mtazamaji, mwisho wa habari za saa kwa sasa. Igizo la Hujafa Hujaumbika litafuata hivi punde.